Njooni munywe, mnunue pasipo fedha ama pasipo pesa. Huyu mwandishi au hili neno la Mungu lina mambo ambayo ni mazito sana ndani, ya kwamba njooni mnunue, munywe pasipo nini? Pasipo pesa. Ni nini hiki ambacho kinaweza fanya ya kwamba unywe, ule, uvae pasipo pesa? Ni nini hiki ambacho ni kikubwa kushinda pesa? Ni nini hiki ambacho kinaweza weka maisha ya mwanadamu kuwa mazuri pasipo pesa? Watu wengi ndani ya maisha huwa wanadhani wakipata pesa wamefaulu. Watu wengi huwa wanadhani wakipata pesa katika maisha wamefaulu, na hiyo ndio kitu ambacho kimeelekeza hata baadhi ya wachungaji wengine tumetoka kwa njia, kwa sababu tunang'ang'ana kupata pesa. Lakini hapa tuna siri ambayo nataka tusemedhane asubuhi ya leo, ya kwamba njooni mnunue, munywe pasipo fedha. Ni nini ambacho kinaweza fanya mwanadamu uishi maisha ya kuwa na kila kitu bila uhitaji kando na pesa? Inaitwa imani. Imani. Kama tuna kitu ambacho kiko na value kubwa katika maisha ya mwanadamu, ni imani. Biblia inasema hakika pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Hakika pasipo imani hatuwezi mpendeza Mungu. So Mungu anahitaji mtu mwenye ako na imani. Unapokuwa na imani, unajua unayaweza yote katika yeye akutiaye nguvu. Tuna vitu havihitaji pesa wewe kuwa nayo. Tuna vitu unaweza kuwa unaimiliki na hukutoa hata shilingi katika hiyo vitu kuimiliki. Kitu ambacho Mungu alijua akimpa mwanadamu ataweza mambo yote ilikuwa ni imani. Sasa anasema pasipo imani hatuwezi mpendeza, kwa sababu pasipo imani ndio sababu maisha yetu inayumbayumba. Ugonjwa ndogo tu, ugonjwa ambayo ni homa, haiwezi toka, hauwezi kemea pepo iende. Pepo hauwezi kemea kwa pesa zenye uko nazo. Pepo haiwezi toka kwa pesa ambazo uko nazo. Huduma hauwezi jaza huduma ama ukuwe na huduma kubwa kwa pesa zenye uko nazo. Biashara hauwezi fanya biashara kubwa kwa pesa zenye uko nazo. Utanunua vitu na zitakaa tu hapo kwa duka. Lakini mtu aliye na imani, hata akianzisha biashara kwa mtaji wa shilingi 5,000 bado ananawiri, bado anakuwa. So asubuhi ya leo nataka kukwambia hivi: inua kiwango chako cha imani. Inua kiwango chako cha imani. Pandisha imani yako. Inua imani yako ikuwe katika kiwango ya kwamba unaamini. Biblia inasema ya kwamba ni bayana ya mambo yatarajiwayo yasiyoonekana. Vitu ambavyo havijaonekana, havijajulikana kama vipo. Hiyo ndio inaitwa imani. You believe, unaamini ndani mwako ya kwamba mimi nayaweza mambo yote, mimi ni mmiliki. Hata kama huna chenye unamiliki, ndani mwako jenga kwanza nguvu. Nilikuwa nasemezana na mabwana fulani jana ya kwamba mtu anaweza kuja hapa ape kila mtu milioni 5,5, lakini katika hizo milioni 5,5 tumepewa wote, lakini tuna wale wenye watafaulu na hizo pesa, na tuna wale ambao hizo pesa zitapitia tu kwao kama upepo. Sasa nikagundua kitu ya kwamba utajiri ni kitu ambacho kiko ndani. Umiliki ni kitu yenye iko ndani. Lazima ujenge hizo nguvu ndani. Ndivyo inahitaji katika imani.
ya kwamba ukuwe na imani thabiti wakati wenye unaombea mtu ama unapofanya kitu, unaamini ya kwamba hiyo kitu kimefanyika. Ndio anasema njooni mle mnywe pasipo nini? Pasipo fedha. Asubuhi hii ya leo nahitaji uinue imani yako, ukuwe shujaa kwa chochote ambacho unapitia ndani, kile chenye matarajia. Nimesema ni matarajio, si chenye uko nacho, ni matarajio. Unatarajia, bado haijaonekana, unatarajia, lakini uwe na imani ya kwamba ushaipata. Anasema katika Mathayo ya kwamba mnaposali muamini ya kwamba mshakipata chenye mnaombea, nayo itakuwa yenu. So asubuhi ya leo, dadangu, ndugu, kaka, mahali popote ulipo, nataka uinue kiwango chako cha imani. Inua kiwango chako cha imani, na Mungu wa amani awabariki, awatende mema. Tuko na mchango tarehe 15 ya mwezi huu wa 3, na kukaribisha. Hii hapa ni tili yetu, hii ni tili. Weka chochote hapo ili tupate vyombo vizuri vya kumtumikia Mungu, na Mungu wa amani awatende mema, awabariki, awafungulie njia zenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakabidhi msikilizaji, Baba, na mshirika wa mahali hapa mikononi mwako, kwa kila jambo ambalo amekuwa akipitia ndani. Kuanzia sasa, Baba, ondoa uzito, ondoa ugumu ndani ya maisha yake. Mbariki, mpe afya, kwa Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Mungu wa amani awatende mema, awabariki, awalinde. Shalom, amen.